Wananchi wa Mpendae katika shehia ya kwa Binti Amrani wameendelea kuwasilisha kilio chao kuhusu hali mbaya ya barabara ya ndani katika eneo hilo ambapo imeharibika na kuchimbuka mashimo mengi. Hata hivyo, juhudi za muda mfupi zimefanyika baada ya mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Kassim Salum Morgan kuweka kifusi kwenye barabara hiyo ili kupunguza athari, huku wananchi wakihimizwa kuwa na subra wakati wa maombi ya ukarabati kamili yakipelekwa kwa serikali. Akizungumza na VOP TV, katibu wa mbunge wa jimbo la Mpendae Kombo Juma Maalim kwa niaba ya mbunge huyo amesema kuwa ofisi ya mbunge iko tayari kupokea changamoto za wananchi na kuzifanyia kazi kwa haraka pamoja na kuwasilisha maombi husika kwa serikali kuu. Mimi naitwa Kombo Juma Maalim, ni katibu wa mbunge wa jimbo hili la Mpendae Mheshimiwa Mohamed Kassim Salum Morgan. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kushughulikia hii changamoto ambapo wananchi tayari wameshaelezea kero yao ya madimbwi ya maji ya mvua ambayo yanakaa katika barabara hizi ambazo bado hazijatengenezwa katika shehia hii ya kwa Binti Amrani. Kwa hiyo wananchi walimtafuta mheshimiwa mbunge, wakasema awasaidie at least kuweza kuzibwa tu yale madimbwi makubwa ili maji yaweze kuelekea sehemu nyingine ili yasiingie katika majumba. Na bahati nzuri mheshimiwa mbunge msikivu kwa wananchi wake ameweza kulishughulikia hili jambo, na kama tunavyoona leo wananchi wamejitokeza na wao katika kutandaza hili fusi. Kwa hiyo tunaelekea pazuri katika kuweza kuyadhibiti yale madimbwi makubwa ambayo yanahatarisha afya za wananchi kwa kusababisha kutuama kwa haya maji ya mvua kama walivyoelezea wenyewe wananchi. Lakini lingine ni yombe tu serikali kupitia Wizara ya Ujenzi, kama walivyosema wananchi, katika hii jimbo la Mpendae miundombinu mingi imetengenezwa barabara. Tunashukuru Mheshimiwa Rais, lakini tunamshukuru pia wizara. Lakini katika hii shehia kwa Binti Amrani bado kuna njia nyingi hasa hizi za ndani hazijanufaika na hii miundombinu ya barabara. Kwa hivyo tumesikia kilio cha wananchi wakazi wa eneo hili wa shehia hii. Kwa tunaomba tu serikali kupitia sisi uongozi wa jimbo kupitia ofisi ya mbunge tunaungana na wananchi kupeleka kilio chetu au changamoto yetu katika shehia hii ya kwa Binti Amrani ili sasa serikali na waweze kutusaidia kuweza kutengezwa hizi njia za ndani. Lakini mwananchi mmoja hapa alisema hata kama tutakosa barabara basi tuweze kutengezewa mitaro ili haya maji yaweze kwenda katika chemba kuu ambayo ipo karibu tu na hapa. Kwa hivyo mimi kama mwakilishi wa mheshimiwa mbunge niwashukuru kwanza wananchi wote, mabalozi, viongozi wa chama pamoja na wananchi kwa kuweza kutoa changamoto yao kwa ofisi ya mbunge na mbunge kuweza kuifanyia kazi kwa wakati. Lakini niwashukuru na kuwapongeza kwa mashirikiano yao. Baada ya tufusi kuwekwa, wao wenyewe wakawa wapo tayari kuweza kujitolea kuweza kulitandaza hili fusi, na mpaka sasa hivi tunaona mambo yanaenda vizuri. Kwa upande wao wananchi wa shehia ya Binti Amrani wameshukuru serikali kwa jitihada za kuleta maendeleo ya ndani ya jimbo la Mpendae pamoja na kumpongeza mbunge wao kwa hatua ya kuweka kifusi, wakieleza kuwa hatua hiyo itasaidia kwa kiasi fulani kupunguza tatizo la maji kujaa na kuingia majumbani wakati wa mvua. Mtumwa Suleiman, VOP TV. Kwa jina naitwa Bahati Haji Yahya, mkazi wa Mpendae Bondeni kwa Binti Amrani. Maombi yetu sisi tunasema kuhusu njia yetu ya Mpendae Bondeni kwa Binti Amrani. Mpendae Bondeni kwa Binti Amrani sasa hivi mvua hakukaliki kwa maji ya mvua yanataka kuingia ndani ya majumba. Lakini na pia tunamshukuru mheshimiwa mbunge kwa kutuletea kifusi kwanza cha kuziba mashimo. Tunamshukuru sana, na watu ndio wamo kazini sasa hivi kutuzibia angalau mashimo tu. Lakini katika njia zilizokosekana katika njia ya Mpendae Bondeni, yani kwa Binti Amrani Mpendae juu, tunashukuru Mheshimiwa Rais njia ishajengwa. Lakini sasa kwa Mpendae Bondeni kwa Binti Amrani tunalia na kilio cha kujengewa njia, yani barabara zetu za ndani.
tumesahauliwa. Sasa tunahimiza sana wakandarasi wanaosikana huku waje tujenge njia zetu za Mpendae Bondeni. Kwa muda wa miaka mingi sana, hata hakujasema kutajengwa njia za ndani. Sisi tunaathirika na maji. Maji yanaingia ndani ya majumba, nyumba zilikuwa zina ngazi 3, nyingine haina hata moja ionekane. Tunatia mafusi mpaka basi. Mpaka sasa hivi tukijengwa njia zetu za ndani itakuwa suluhisho la kuwa maji yasikae uwanjani kwetu, kwenye majumba yasingie, na alafu ikisha pia tutiliwe na mtaro, tuna chemba yetu pale kwenye njia kubwa ya barabara kubwa ile ya Jang'ombe. Maji ende kwa kule, ipo chemba kubwa sana. Asalamu alaykum, naitwa Bi Shahiari Urua na Kampendae kwa Biti Hamrani. Hii njia yetu inatuathiri sana kwa sababu hata watoto wa skuli katika mashimo haya wanopita wanaangusha pesa, wanaangusha mabuku, kila kitu. Kwa hivyo tunaomba, maji yanaingia mpaka ndani. Nyumba ndio ilikuwa ziko juu, sasa hivi zote zimezama. Chemba yetu haiko mbali na hapa, ni maili moja tu kutoka sehemu yenyewe tunahitajia kufanywa hiyo njia yenyewe, hata panapoingia maji katika mtaro kupeleka Pwani. Kwa hivyo tunaomba waheshimiwa, tunashukuru kwa sababu jimbo la Mpendae limejengwa vizuri sana. Tusiambiwe kama tumekata shukrani. Tunashukuru sana, lakini hichi kipande hichi kinatuathiri hata kuliko wale jengewa huko mbele zaidi. Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa yoyote anotusikia ajitahidi, tunamuomba. Na hata kama hapana uwezo zaidi, na sisi wenyewe pia tukaamba tuchangie na nchi, tuko tayari kwa sababu tunaathirika vibaya na watoto. Kwa hilo sina zaidi, asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Haji Muhammad Hassan, ni mkazi wa Mpendae, shehia kwa Biti Hamrani. Sisi kero yetu kubwa ni maji. Hata kama itakuwa imetokezea hatujatiliwa hata hiyo barabara, upite mtaro tu kutoka huku mpaka kwenye chemba ile barabarani, manake sio mbali sana. Kero ni maji. Kitizana sasa kipindi cha mvua hichi, matumbo, watoto hawa wanaenda zao skuli, chuoni, wakirudi wote wameroa, wanachezea topi majiani, tafrani. Kiufupi sisi tunataka tutilie hata kama itakuwa bajeti ya njia ni kubwa, lakini japo kama mtaro kadogo unotoka hapa kuelekea kule barabarani kwenye chemba kuu. Viongozi wetu nashukuru wanajitahidi, kama tunavyoona pale nyuma wametuwekea, wanatuzidia kutuletea mafusi tunajaza, lakini mwisho wa siku tunajaza fusi inatokezea sehemu nyingine shimo. Unajaza hapa fusi, maji yanakaa sehemu nyingine, yanakuwa ni yale. Lakini ingekuwa vizuri kama itakuja gari hapa tukaparwa kutoka huku mpaka kule, kukawekwa slope ya kushushia maji. Kule wenzetu juu wametengenezewa njia fresh. Sasa yale maji yanayotoka kule juu yanashuka huku kwetu sisi, yanatuathiri sisi. Wao kule sasa hivi kuko fresh, sasa maji yanateremka huku kwetu sisi. Ni athari kubwa sana kwa sababu maji yanaingia mpaka majumbani. Tunashukuru mbunge anatuona vizuri, tunaongea na yeye, tumeelezea shida zetu, kajitahidi katuletea fusi, limewekwa pale na vijana wanaendelea kuweka. Lakini zaidi na zaidi tungepata huo mtaro ndio ingekuwa vizuri. Maka hapo tulikuwa na shida sana ya njia hii kutokana na maji, muda mrefu sana tunapata shida. Gari hazipiti, basikeli hazipiti, hata kwa miguu watu hawapiti. Lakini mbunge tukamwomba na tunashukuru sana, katufanyia, katuletea gari karibu 3 hizi. Kwa hivyo sasa hivi nasambaza hapo kidogo, tunashukuru alhamdulillah. Lakini zaidi tunaomba njia hii kama na uwezekano upo itizamwe, kwa sababu shehia ya Biti Hamrani hata njia moja hakuna iliyojengwa kisasa. Kwa hivyo tunapata shida, umetusahau sasa. Waheshimiwa, tunawaomba Mheshimiwa Rais utuone watu wa Mpendae Bondeni hapa, shehia ya Biti Hamrani. Jina lako? Jina langu naitwa Hamisi Robin, balozi namba 21. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.